Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ameendelea kujitolea kushinda dhidi ya Ukraine na malengo yake bado hajabadilika tangu mwanzo wa vita. Taarifa hii ni kwa mujibu wa ripoti ya hivi karibuni ya shirika la ujasusi la Marekani kuhusu taarifa hii. Ripoti hiyo ambayo iliandaliwa na DIA kwa ajili ya bunge la wawakilishi la Marekani inajumuisha taarifa za kisasa hadi Mei 11, 2025. Kwa mujibu wa ripoti hiyo inaeleza kwamba Putin karibu hakika amejitolea kushinda nchini Ukraine na malengo yake bado hajabadilika zaidi tangu mwanzo wa vita hiyo. Aidha, Putin anaona vita vya Ukraine kama mapambano yaliyopo dhidi ya Magharibi ambayo yataamua nafasi ya Urusi ulimwenguni, kushikilia mamlaka kwa Putin na urithi wake wa kihistoria. Licha ya majaribio ya hivi karibuni ya mazungumzo ya amani, Putin amejitayarisha kutumia nguvu za kijeshi angalau kupitia mwaka huu 2025 na anaendelea kuwa imara katika mahitaji yake kwamba Ukraine ikakatazwa kabisa kujiunga na shirika la mkataba wa kaskazini wa Atlantic maarufu kama NATO, wakati akikazia Kiev kuondoa vikosi vyake vyote vya kijeshi kutoka huko Donetsk, Luhansk, Zaporizhia na Kherson. Ripoti hiyo inasisitiza zaidi ya kuwa wakati Urusi inalenga kuendelea na vita vyake huko nchini Ukraine, inatafuta pia kuepuka makabiliano ya moja kwa moja na NATO kutokana na ukosefu wa uwezo wa kijeshi. Kutokana na vita vyake huko nchini Ukraine, uwezo wa Urusi wa kuzuia kupambana au kushindana kijeshi na NATO huenda ukaharibiwa kwa angalau miaka mitatu ijayo. Tangu kuanza kwa uvamizi 2022, Urusi pia imepoteza zaidi ya magari 10,000 ya vita vya ardhini, yakiwemo zaidi ya vifaru 3,000 pamoja na karibu ndege na helikopta 250 na zaidi ya meli 10 za majini, na kupata vifo vya wafanyakazi wa kijeshi zaidi ya 700,000. Ambako kwa mujibu wa ripoti ya wafanyakazi wakuu wa Ukraine wamesema ya kwamba Urusi imepata hasara zaidi ya wanajeshi 979,880 kufikia Mei 24 mwaka huu. Wakati Urusi inakosa uwezo wa kwenda moja kwa moja na NATO, Moscow pia inabaki kuwa na uwezo kamili wa kuajiri uwezo wa metric dhidi ya Marekani na washirika, ikiwa ni pamoja na kampeni za mtandao na habari. Zaidi ya hayo, Urusi pia imekuwa ikitekeleza kampeni ya kuyumbisha amani dhidi ya nchi za Magharibi kwa lengo la kudhoofisha kabisa mshikamano wa nchi za Magharibi na usaidizi kwa Kiev. Mwezi wa kwanza 2024, kama sio mapema, mawakala wanaounga mkono Urusi wamekuwa wakiunganishwa na uchomaji mbalimbali wa nyumba, hujuma na njama za vifo dhidi ya walengwa wa kijeshi na raia barani Ulaya, ambako pia licha ya hasara kubwa na maendeleo ya polepole katika vita, Kremlin imejiandaa kuendelea na mkakati wake wa kuingilia kati angalau mwisho wa mwaka, ikihesabu ya kwamba inaweza kupita rasilimali za Ukraine na msaada wa kijeshi kutoka Magharibi kwenda huko nchini Ukraine.